wanafundishwa mambo ya ajabu ajabu dhidi ya dini. Lengo ni kuzuia kondoo wao wasije wakawatoka. Sasa ikitokezea fursa, kaja karibu, mkaribisheni, mfahamisheni ukweli, mlinganieni haki, na kivitendo hasa aone ule Uislamu kwenye community unavyofanya kazi. Sio kama sisi tulivyoupoteza. Waislamu sote lakini hatuishi Kiislamu. Hakuna zuri ambalo mtu litamvutia kwa kutuona wenyewe. Sote tumeharibika. Lakini hapo Uislamu ulipokuwa umesimama, umefikia climax, watu walikuwa wanaathirika na tabia tu za Waislamu, jinsi wanavyoishi. Mwenyewe ana moyo unarudi, anakuwa mpole, anakuwa ana hamu ya kuuliza masuala, kujifunza, kuomba baadhi ya vitabu. Na siku hizi alhamdulillah vitabu vimetafsiriwa kwa lugha nyingi tu. Anajua Kiingereza, mpe cha Kiingereza. Anajua Kiswahili, mpe cha Kiswahili. Atajifunza taratibu, akiuona ukweli anakuwa sio mgumu kukubaliana na ukweli na kuacha yale mambo ya kijinga alionayo. Thumma, kesha akishajifunza chochote katika kusikia Qur'ani, ablighuhuma amana, mfikishe kwa salama kwenye eneo lake, kwenye familia yake, kwenye watu wake. Yani thumma, kesha baada ya kukaa nanyi kwa muda, akaona na kusikia ya Uislamu, lam yuslim, hakuathirika na chochote na kabaki hajasilimu, faausilhu ila diyari qaumihi, wewe mwenyewe hapo kiongozi wa hapa, mchukue umfikishe kwenye miji ya watu wake. Kama kwenye tension za kivita hizi, kaona ni hatari kurudi kwao mbali, kaja hapa, mimi naomba nikae kwa amani, sina ugomvi na nyinyi, kaeni naye, mlinganieni, ataona kivitendo. Hakuridhika na Uislamu, baadaye mchukueni nyinyi mumrejeshe kwao. Ndo alivyokuwa analelewa Mtume hivyo. Thumma ausilhu ila diyari qaumihi, kisha kama hakutaka kusilimu baada ya kukaa nanyi, kusomewa Qur'ani, kuona Waislamu wanachofanya, hajaathiriwa na chochote, ausilhu ila diyari qaumihi, mchukue umpeleke kwenye miji ya watu wake, kwenye familia yake, allati, jamii ambayo yaamanu fiha, atakwenda kukaa nayo kwa amani. Anachukuliwa rasmi, anarejeshwa kwao, anaonana na familia yake, anakwenda kwa amani kabisa. Ala nafsihi, atakuwa ni mwenye amani kwenye nafsi yake, wa malihi, wala huku hatodhulumiwa mali zake, ataenda na mali zake, min ghairi ghadarin wala khiyanatin, pasi na kufanyiwa ghadar, kuendewa kinyume, kufanyiwa khiana, kudhulumiwa. Kafiri lakini huruhusiwi kumdhulumu kwa sababu ya ukafiri wake. Kaja, anakaa kwa amani, atatafuta asbabu za maisha, pengine kafanya biashara, kafanya mifugo, kalima, akiondoka msimdhulumu chochote katika vitu vyake. Mchukueni mumrejeshe kwenye familia yake kwa amani, na stahiki zake, mali zake apewe mwenyewe bila ya kumfanyia khiana wala dhulma. Dhalika biannahum qaumun la ya'lamun, Allah anasema ninakwambieni mukae nao na muwasomeshe wasikie kidogo, ni kwa sababu hawa watu wanaendeshwa na kasumba, wanahukumu mambo wasio na elimu nayo. Dhalika, nakwambieni mukae nao vizuri, hiyo ni amri yangu, biannahum qaumun la ya'lamun, kwa sababu hawa ni watu ambao hawafahamu. Sasa wakikaa hapa, wakifahamu kitu kwa kiasi cha akili zao, kitawasaidia. Hata kama hakutaka kusilimu sasa, pengine hiyo kurejeshwa kwao itakuwa ndo sababu ya kusilimu. Atakuwa na nafasi ya kwenda kulinganisha alichokiona huku na atakachokikuta kwao. Akili lazima itampeleka kwenye panapostahiki. Mwenyewe baadaye anaweza kuamua wale jamaa wako sawa zaidi kuliko hawa watu wangu, atakuwa kapata kidogo. Dhalika al-amr, amri hii, jambo hili, bil ijarati lilmushrikin, la kuwapa makazi, ulinzi wa shirikina. Bisababu, mmepewa jambo hili kwa sababu, bisababin, ni kwa sababu, annahum la ya'lamuna haqiqata dini al-Islam, huko waliko hawafahamu hakika wa dini ya Uislamu.
ndio maana wanahukumu mambo visivyo. Wakiingia kwenye jamii yenu kama Waislamu na mna practice Uislamu, wataelewa kwa kina nini Uislamu na ipi itikadi ya Waislamu na miamala ya Waislamu. Atajifunza kitu. Fala budda min amanihim, hapana budi wakija kwenu muwape amani, mukae nao vizuri, hata yasmau, mpaka wasikie maagizo ya Allah, wayatadabbaru, na wazingatie vizuri. Thumma bayyana ta'ala, kisha baada ya hapo Allah akabainisha alhikmatu min albaraati, hikma ya kule kuvunja mikataba mibovu, min uhudi almushrikin, katika mikataba ya washirikina. Lakini kutokana na muda, hiyo sababu tutakuja kuisoma katika darsa ijayo. Kwa leo tuishie hapo. Taishia hapo aya 6 leo inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adhanu min Allahi wa rasulihi, na ni tangazo kutoka kwa Allah na mtume wake. Ila nasi, tangazo hili watangaziwe watu wote. Linatoka kwa Allah na mtume wake, liende kwa watu wote duniani. Na linatolewa tangazo hili yaumal hajjil akbari, siku ya hija kubwa, kwenye uwanja wa Arafa. Lisomwe kwenye audience ya watu wa makabila, mataifa kutoka pande mbalimbali. Tangazo hilo linasema anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, eleweni enyi watu, Allah kavunja mikataba yote yeye pamoja na mtume wake baina yao na washirikina. Fa in tubtum, nyinyi washirikina kama mtatubu baada ya tangazo hili, fa huwa khairul lakum, itakuwa ni khairi kwenu mkifanya hivyo. Wa in tawallaitum, mukiendelea kukataa, fa'alamu annakum ghairu mu'jizillah, eleweni vita vipo na nyinyi hamwezi kumshinda Allah kwenye vita hivi. Wabashiril ladhina kafaru bi'adhabin alim, na wabashirie makafiri adhabu inayouma. Watajivuna kidogo kwa pesa zao, nguvu zao hapa duniani, lakini wakiondoka duniani wana adhabu inayouma. Illa alladhina ahadtum minal mushrikin, isipokuwa msivunje mkataba na wale mliokatibiana nao katika washirikina. Thumma lam yanqusukum shay'an, halafu kwenye makubaliano yenu hawakupunguza chochote, mikataba waliitendea haki. Walam yudhahiru alaikum ahadan, halafu hawakushirikiana na yoyote katika maadui zenu. Mmefanya uchunguzi, jamaa fulani mkataba wameuheshimu, hawakutengua kipengele chochote cha makubaliano yetu, wala hawakushirikiana kwenye uovu na yoyote katika mahasimu zetu. Kama hawa, faatimu ilaihi mahdahum, mikataba yao itimizeni mpaka muda mliokubaliana. Ila mudatihim, mpaka ifikie deadline. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, huo ni ucha Mungu. Mkifanya hivyo, Allah anawapenda watu wacha Mungu. Fa idhan salakha al-ashhurul hurum, ikimalizika hii miezi mitukufu, faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum, anzisheni vita na washirikina popote mtakapowakuta. Wakhudhuhum, wakamateni mateka. Wahsuruhum, na muwaweke kizuizini, maabusu. Waqudu lahum kulla marsadin, na kwenye njia zote wanazopita kaeni kiulinzi, kwa tahadhari ya kuja kufanya hujuma kwenye community yenu. Fa intabu, wakitubu. Wa aqamu salata wa atau zakata, kutubu kwao ni kwamba wakubali Uislamu ni dini ya haki na Mola anayestahiki kuabudiwa ni mmoja tu. Wakilikubali hilo, wajue kuna wajibu wa kusali na kutoa zaka. Wakiyakubali hayo, fakhallu sabilahum, wafungulieni njia zao, wawe huru kupita hapa na pale, kwenda huku na kule, kufanya hili na lile, hata kama wamebaki na ushirikina wao. Lakini watakaokuwa huru ni wale watakaosilimu, wakasimamisha sala, wakatoa zaka. Fakhallu sabilahum, wanakuwa ni ndugu zenu, waachieni njia zao. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ni mwenye kusamehe na mwenye rehema kwa anayetubu na kujirekebisha.
wa in ahadu minal mushrikina istajarak, na ikiwa yoyote katika washirikina kataka himaya kwako, faajirhu, mpe himaya akae kwako, hata yasmaa kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah, thumma ablighu ma'manahu, alafu mfikishe kwenye mji wake akakae na watu wake kwa amani. Dhalika biannahum qaumun la ya'lamun, ruhusa hiyo ya Allah ya kwamba muwaweke kwenu wasikie maneno ya Allah ni kwa sababu hawa watu ni watu wasiofahamu, hawaufahamu kwa huko nje waliko Uislamu, wakija huku kwenu ndo wataufahamu Uislamu. Ila sisi Waislamu wa sasa, narudia, sisi hatuishi Kiislamu. Kwa hiyo yoyote kafiri anaishi na sisi haoni tofauti na sisi na yeye, kwa sababu sisi tumeacha mila yetu, tunafuata mila yao. Kwa hiyo hakuna kinachomvutia katika Uislamu. Wanaosifika kwa wizi, Waislamu wanaongoza. Wanaosifika kwa zinaa, Waislamu ndo wenyewe. Wanaosifika kwa kutokuwa na uaminifu, Waislamu wanaongoza kwa wizi, khiana, utapeli na kila kitu. Hasa kinamvutia kitu gani kwa Waislamu mpaka akaona ni dini ya haki? Lakini kwa wakati ule ilikuwa Waislamu popote wanapoishi ni tofauti na watu wenye imani nyingine. Maisha yao tu Waislamu ni da'wa tosha, inawaathiri watu wengine, wanavutiwa na maisha yao, jinsi walivyowakarimu, wanavyopendana, kila mmoja anavyojali mwenzake, wanavyotenda haki kwenye maamuzi, kwenye hukumu na kila kitu. Wallahu a'lamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.